Mamlaka ya Mapato Tanzania ilitangaza nafasi za kazi 1596 katika fani mbalimbali, ambapo tangazo lilitolewa tarehe 6 mwezi Februari, ambayo ilikuwa linatoa kipindi cha siku 14 cha waombaji kuomba kazi zilizokuwa zimetangazwa, na hivyo lilikuwa deadline au mwisho wa kuomba wale waombaji ilikuwa ni tarehe 19 Februari 2025. Ambapo katika mchakato huo tulipofunga zoezi hilo tarehe 19 Februari 2025 saa 6 usiku, tulikuwa tumepokea jumla ya maombi ya kazi 135,027. Haya ndio ambayo jumla ya maombi ambayo yalikuwa yamepokelewa mpaka tunafunga saa 6 usiku ya tarehe hiyo niliyoitaja. Sasa baada ya mchakato huo wa kuomba kumalizika, Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA imepitia kwa umakini mkubwa maombi ya waombaji wote yaliyopokelewa na kupata jumla ya waomba kazi 112,952 ambao walikidhi vigezo vilivyokuwa vimewekwa na hivyo kustahili kuitwa kwenye usaili wa mchujo wa kuandika, kwa maana ya written interview, ambapo usaili huu unatarajiwa kufanyika kuanzia tarehe 29 mwezi huu wa Machi hadi 30 mwezi huu wa Machi 2025. Na majina ya waliofanikiwa kwenye kwenda kwenye hatua ya usaili wa mchujo kama nilivyosema yatatangazwa kwenye tovuti ya mamlaka ambayo ni www.tra.go.tz, na yatatangazwa kesho tarehe 22 mwezi wa 3 2025. Haya majina kesho yatatangazwa, na pia taarifa itatumwa moja kwa moja kwa kila muombaji kupitia barua yake pepe aliyokuwa ameitumia wakati anaomba kazi. Kwa hiyo mbali ya kutangaza kwenye website, lakini itaenda kwa individual applicant. Kila moja atapata kupitia barua yake pepe aliyokuwa ameitumia wakati anaomba kazi, na hiyo vile vile itakuwa inaonyesha tarehe, mahali na muda wa usaili kwa kila mmoja. Mwambia wewe fulani utafanya usaili maybe kwa mfano ni Dar es Salaam, kituo cha Julius Nyerere, ukumbi B, siku fulani, muda fulani. Kwa hiyo itawafikia waombaji wote ambao watakuwa wamefanikiwa kama nilivyowataja idadi yao. Lakini pia usaili wa mchujo wa kuandika utafanyika huo sasa, ambao utafanyika kama nilivyosema tarehe 29 na 30 Machi 2025. Utafanyika katika vituo 9 ambavyo viko kwenye mikoa 9 kama ifuatavyo. Kituo cha kwanza kitakuwa Dar es Salaam, ambacho kituo hiki kitahusisha waombaji kutoka Dar es Salaam na Pwani. Kwa hiyo kama nilivyosema, muombaji atakapopata ile taarifa itakuwa imemwambia Dar es Salaam anafanyia kituo kipi, chumba kipi na saa ngapi. Kwa upande wa Zanzibar kutakuwa na kituo cha pili ambacho kitahusisha waombaji kutoka Unguja na Pemba.
Kituo cha tatu kitakuwa ni Arusha, ambacho kitahusisha waombaji kutoka Arusha, mkoa wa Arusha, mkoa wa Manyara, Kilimanjaro na Tanga. Kituo cha nne kitakuwa ni Dodoma, ambacho kitahusisha waombaji kutoka Morogoro, Dodoma yenyewe, Singida, Iringa na Tabora. Na kama nilivyosema, hiyo tangazo linapomwendea ule mhusika, yote hayo litakuwa lime address. Kituo cha tano kitakuwa ni Mtwara, ambacho kitahusisha waombaji kutoka mkoa wa Mtwara, mkoa wa Lindi na mkoa wa Ruvuma. Kituo cha sita kitakuwa ni Mbeya, ambacho kitahusisha waombaji kutoka mkoa wa Mbeya wenyewe, mkoa wa Songwe na mkoa wa Rukwa. Kituo cha saba kitakuwa ni Mwanza, ambacho kitahusisha waombaji kutoka mkoa wa Mwanza wenyewe, mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Mara na mkoa wa Simiyu. Na kituo cha nane kitakuwa ni Kagera, ambacho kitahusisha waombaji kutoka mkoa wa Kagera na Geita. Na kituo cha mwisho cha tisa kitakuwa ni Kigoma, ambacho kitahusisha waombaji kutoka Kigoma na Katavi. Hivyo ndivyo vituo ambavyo usaili wa mchujo wa kuandika au written interview utakakofanyika. Na kama nilivyokwisha tangulia kusema kila muombaji aliyefanikiwa ataambiwa kwenye huo ujumbe kwamba wewe ni mkoa fulani, kituo fulani, muda fulani, saa ngapi. Vile vile utaratibu maalum umeandaliwa kwa waombaji wenye mahitaji maalum ambao wamefanikiwa kuitwa kwenye zoezi hili la usaili wa mchujo wa kuandika, ili kuwawekea mazingira yasiyokuwa na usumbufu wakati wakifanya usaili wao. Kwa hiyo andaa utaratibu maalum wa kuhakikisha kwamba hawa wenzetu wenye mahitaji maalum wanafanya usaili wao bila usumbufu. Mchakato huu wa ajira, napenda kutoa taarifa kwamba mchakato huu wa ajira utaendeshwa na mshauri mtaalamu kwa maana ya consultant, na mamlaka itasimamia kwa karibu ili kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwa waombaji wote. Aidha, tunatoa wito kwa waombaji kazi wote kujiandaa vyema katika hatua zote za usaili ili kufanya vizuri katika mitihani yao, hatimaye kuajiriwa Mamlaka ya Mapato Tanzania.